Naam, hii ni Baraka One TV na ni tarehe 21 za mwezi wa tatu 2025 saa kumi na saa ngapi? Saa tisa majira ya kati, ikiwa ni 10 majira ya mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga, niko na bonge la message. Kuna ndugu yangu mmoja ambaye amechangia mambo makubwa, na nikasema hili swala siwezi nikalikalia kimya. Inabidi tuweze kuwa naliweka, tunalizungumza pia, tunaliweka wazi kuhusiana na nchi ambayo tuko tunaiona, na ni nchi yetu sisi sote. So inabidi tuweze kusimama juu ya kutetea taifa. Unajua, mara mingi nawaambiaga kwamba hii taifa itasimamiwa na kutetewa na kila Mkongomani. Kila Mkongomani lazima asimame atetee taifa lake. Hakuna kuacha wamoja wapambane wengine wakae. No. Sisi wote tuko oblige kufanya vile juu nchi hii ni ya kwetu. Nchi hii ni ya kwetu sisi sote. Haiko ya yule, ni ya sisi sote. Kwa hiyo sisi wote tuko oblige kupambana na kuongelea vitu ambavyo viko positive na ambavyo viko negative. Sasa kuna baadhi ya watu ambao wanapinga mazungumzo ya Rais Felix pamoja na Paul Kagame na M23. Oui, c'est normal. Kila mtu yuko na haki ya kuzungumza kile ambacho anakuwa anaona ni sahihi. Yote ni kwa ajili ya kujenga taifa. Unafaza kuko watu maelfu hivi, uwezo wote mkaja na mawazo moja. Hicho ndio mimi naipendeka Kongo. Kongo atuempoza kimtu. Kila mtu atakumisa mtu au kumisa bangoti, baosala boy. Kila mtu kaka na idea naye. So kio hii na baide nayo. Itomulike baide nayo izaka ka voilà, ce sont de bonnes idées. Tokozwango, mais si tomulike no baide wana izala bien te. Totikango. Wana nde Congo. Mais nous sommes censés d'abord, il faut tolinga mboka we. Il faut tolinga Congo kaka. Patrimoine na biso ya liboso kaka eza nde Congo. Oyo mabele oyo ya Congo eza kaka ya biso, ngana yo. Donc mwaye topesa munguna mabele oyo ya bakoko na biso eza te. Na ndio maana unakuta kwamba Wakongomani wanachangia mkila fason juu ya kuweza kufanya kwamba Kongo iweze kwenda mbele. Mazungumzo kati ya Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na M23 na Corneille Nangaa na Paul Kagame, watu wanazungumza mambo mengi, watu wanazungumza hiki na hiki, lakini ambacho mimi naweza kuambia ni hivi. Najua kwamba katika kila vita yote mudunia inaishiaga baada ya mazungumzo. Sasa ujiulize ni mazungumzo gani ambayo tutakwenda kuzungumza? Mazungumzo yanaweza kuanza sasa hivi. Tunaanza kuzungumza lakini vipengele sasa vile vinakuja mazungumzo vile ndio vinakuaga na matatizo. Kwamba ulete kwamba sie tunataka tukamate este yote ya Kongo tuiongoze kama vile M23 na tukree polisi ya frontiere ikuwe dirige na M23. Embe ni serikali gani yenye itakuitikevu? Hata leo tuseme kwamba okay sawa, nyie M23 mwendo mko kwa serikali. Sasa sie ba UDPS tunasema mtupatie hii na hii na hii tuongoze hivi. Eske pratique? So tu ni jambo lenye aliko. Tufanye tu hivi, tugeuze kwanza hivi. UDPS ndio M23 na M23 ndio UDPS. Sasa M23 ndio iko kwa pouvoir. UDPS ibambe sasa wasie mtupatie Sud Kivu na Nord Kivu tuidirige na tukree frontiere yetu, polisi yetu yenye tutakuwa tunaiongoza. Na sisi tulikuwa tunanome ba administrateur ba mbele la vile. Eske mtakubali nyinyi ba M23? Mwache upumbavu nyinyi mko mnafanya. Hivi mnaweza kuitika? Hamwezi kuitika. Sasa kwa nini nyinyi muambie wenzenu waitikie nyinyi? Kwa hiyo kwenye mazungumzo unafikiaga tu watu wanaelewana. Unaona? Baada huyu ataleta masharti yake una yake, anambia hata na wewe wana. Hata na wewe uko mtu na uko na damu na akili. Ingekuwa wewe ndio uko na hii nafasi yangu, eske mngekubali hivi? Unaona?
naye atasema kiukweli, lakini hata ingaza mimi ngoma sizitika. So unakuta mambo iko nakuwa ni hivyo. Sasa ndugu zangu, ni hivyo, tutakwenda kuzungumza na tutakwenda kumsikiliza ndugu yetu. Ni mambo mazito mno, kila jambo liko na muda wake na wakati wake. Na kila jambo unaweza kulisikiliza hivi linaenda hivi, lakini liko na wakati wake na liko na nguvu ambayo inakuja kwa ajili ya kuweza kuimarisha taifa. Yote ambayo tunafanya hapa ni kwa ajili ya kusimamisha misingi ya taifa. Tunafanya kuwafundisha watu, kuwapa watu elimu, uzalendo ni nini, wafanye nini, waishi vipi ili kuweza kuimarisha. Okay, kila mtu anaweza akamsema rais mfaso zake, wewe akasema hivi ndio, tuko na ile freedom of speech, lakini mapenzi kwanza ya nchi yanatakiwa yawe makubwa kwa kila Mkongomani. So ndugu zangu, karibuni sana. Tuko na operation Saidia Mzalendo. Kama jinsi mnavyojua, operesheni hii lengo letu sisi ni kuwatembelea. Nilisema tutakuwa na watembelea na tuko tunawatembelea wazalendo. Fazi ya kwanza inakuwa ni ya identification. Una identify watu, unajua mabezwe ni hivi. Baada ya pale sasa tunaingia mfazi 2, lakini sisi tunaenda na fazi zote mbili. Après kuidentify na ile yenye iko inabakia mpaka sisi tutaingia mu hatua nyingine. So steps ziko 4. Tuko 1 2 3 and 4. Kwa hiyo bado tuko tunazidi kuendelea. Sasa kama utahitaji kuweza kuungana na Baraka1 TV kwa ajili ya kusaidia wazalendo, operation Saidia Mzalendo, tafadhali namba zetu za kazi hizo hapo unaziona kwa screen yako. So unaweza ukachukua hizo namba na ukapiga na ukaandika ujumbe ukaungana pia na Baraka1 TV kwa ajili ya hii operation. Na jambo jingine pia, jiunge na Baraka1 TV membership kwa B1 TV channel. Pale kuna 1 2 3 and 4 na unakutana na malipo ambayo utakuwa huko unachangia kila mwisho wa mwezi. Na pia tuna group la WhatsApp mawili ya $15 na 20 na 10 kwa wale ambao ni masupporters wa Baraka1 TV. So please guys, we really need your support kokote ambako mko mnatusikiza matangazo yetu duniani kote. Najua mko wengi sana, mko wengi ambao mko mnatusikiliza, na wote tunawahitaji kwa ajili ya kuweza kusongesha hili swala mbele. So karibuni sana ndugu zangu, na tungane wote kwa pamoja kwa ajili ya kuweza kuendeleza Baraka1 TV. Tusikie kwanza hii hapa. Akili Kabonga. Mimi ninamaliza kufuata mahabari siku ya leo. Huyu ndugu yetu mwenyewe amemaliza kuzungumza hapo kwenye hii habari ya siku ya leo. Amezungumza sawasawa na maoni ya kwangu ambao niliweza kusema kutumia watu wa huko Kinshasa. Nimesema hivi, nataka nirudilie na wewe yasikie. Chilombo kwenda kufanya makoro na Etazini. Tena nilisemaga tena siku zilishaga, haiko sahihi. Kama naweza omba mfason ya commerce kama vile ndugu alimaliza sema, inaweza kuwa mzuri. Lakini akienda kuomba jeshi ndio lije kusekirize inchi limalize vita, pale bataweza kumgeuka na wanamtoa kutawala, na wale Banyarwanda wanapewa zile mantite territoriali. Kwenda kufanya politike na Etazini inafaa kuwe na mayele, kumikisha akili na kuwaza, eske aba Banyarwanda wenye bako banalilia hizi materitoire tutaishi nabo vizuri au wataishi Mkongo na Wakongomani wataishi nao vizuri? Hawatakia kutucreate tena mavita? Hizo ndio mawazo watu wanapaswa kuwaza. Mnyarwanda alikuya
alikuwa na nguvu inatoka wapi? Amerika. Sasa wewe ndio zungumuze na Muamerike, umulete kuja maliza vita, kuja shindwa kupigana. Sisi peke kwanza Muafrika kuna mainchi zenyewe zina nguvu ya kumtoa Mnyarwanda Mkongo. Sasa uona anda leta Muamerike aje kukusekirize, aje kukuchunga weye, unasema kuchunga, atakutoa ili apatie watu wengine, na hapo kisha kutoa tunaishue uko. Naona sisi hatujakuwa watu wa kuomba Marekani tusaidie bajeshi, hatujakuwa watu wa kuomba France tusaidie bajeshi, hatujakuwa watu wa kuomba ba multinational batusaidie bajeshi. Hapana, baba batupe nguvu, batupe vitu vya kazi, sisi tupigane sisi wenyewe, tumfukuze Mnyarwanda sisi wenyewe. Lakini kusema sema twende kulomba mavifaa au bakuye bao ni kosa kubwa sana, na hiyo politiki itakuwa politiki moja ya chini sana. Itaonekana kama Chilombo hayui politiki, bata mgeuka kama vile gisi EAC alienda kwenda kukogota EAC kakwe na mgeuka. Mara itakuwa kama vile EAC itakuwa kumtoa, banatia Mnyarwanda kwa kiti, banatia tena banatu demaske tena, banatumaske tena, banatuletea ungine mtu kutudanganya aseme ni Mkongomani, ndio banapatia tena mtawala. Unaona? Sasa sisi hatutaki vile, inafaa kuanza kudenonse mbele ya wakati, batu baanze ona mbele ya wakati. Tunapasha kujifunza muna gani tutamtoa Mnyarwanda, na kwa kumtoa Mnyarwanda inafaa kukua na kutia akili mkichwa. Mnyarwanda halali, Mnyarwanda iko nafanya politike tu mpaka leo, angalia gisi masanctions amtoka eko ili arudie kumustari aendelee kutupiganisha tu. Ni unajua kama Wanyarwanda ni nyoka bageukaji, hata watakuya kutuikala pamoja, watakia kuikala na sie, hawata badirikaga, misio yabo ni ile ile. Après 30 wanaanza tena vita, après 30 wanaanza tena vita, après 30 wanaanza tena vita, après 10 wanaanza tena vita. Sasa hiyo maisha utaiishi hivyo? Hivyo vitu haviwezekani. Inaomba kuwaza vizuri, kupangilia. Inaomba watu wawaze vizuri na kuwaza namna gani Mnyarwanda atatoka Mkongo. Ndio vitu yenyewe vinahitajika, kuwaza namna gani tutamtoa Mkongo. Bila hivyo tutaendelea kuwa batumwa, tutaendelea kuwa kolonize tena, na vitu ya kukua tena kolonize hatuitaki mu 21 siècle. Nchi gani kwa leo unasikia kama iko inatembea kama vile Kongo? Hakuna. Nchi zote kwa leo zinatembea vizuri sawasawa na gisi development ya nchi zingine sisi inatembea, lakini sisi kwetu haitembei kwa sababu ya mavita, kila siku vita. Ilifo tuwaze vizuri. Na tena kingine, sio marezo sosio tu wanasema masiri, ni kupunguza siri za nchi. President iko fasi fulani, wazalendo bashafika fasi fulani, wazalendo wanaenda hivi, wazalendo walipata masila, wazalendo walifanya nini. Hivyo muache kwa marezo sosio, s'il vous plaît. Kenye mutakuwa nazungumuza ndio kama vile ndugu alisema, mwende msinyale ba wazalendo mahali baasi vapo, mahali kwenye baasi viko, tunapasha kupaonyesha. Mwende pale, ndio muangalie pale pako danger, njoo vitu ya kufanya vile. Lakini kusema president alienda fasi fulani, president ataenda fasi fulani, president ataenda sinye makaratasi, president atafanya ni ile iko napatia Banyarwanda tena ide ya kufanya tena siasa
vile viko vinapatia tena Banyarwanda kwa kutuvizia, kwa kuendelea kutuvizia, kwa kuendelea kufanya siasa ya hali ya juu. Na tena kitu kitaiwa, inafaa tu profite mwa hii katra ya Felix Tshisekedi. Il faut tu profite mwa hii katra kujaribu kumtoa Mnyarwanda Mkongo na kuforme bajeshi, akamati bajeshi kama vile 200,000 tumeshine Russie, Etats-Unis, baende ma formation. Après formation ya yena ya mwaka moja banarudia kwenda kuforme wengine wenyewe huko mwinchi. Unaona? Kisha njoo kijeshi kinakuwa mingi. Tukiwa na nilisema tena, tukiwa na 4 millions tunakamata 1 million kinaimwanga kwa frontiere ichunge mipaka. Wengine tunawamwanga katikati ya nchi. Mnyarwanda tutapita wapi? Hakuna kwa tapita. Huko naona hakuna kwa Mnyarwanda ataingiaga, na hapo utasikia na kuwa entry. Hakuna Mnyarwanda mwenye ataingiaga Mkongo. Lakini tunabakia tu hapa, taingia mu magumu. Ndio vitu niko nawaonyesha hivi. Chilombo ajifunze kitu chenye mimi niko naomba sana tena, niko naomba kijeshi kiingie Mkongo. Kijeshi tukishakuwa na kijeshi ya kwetu, hapana kile kenye kishakuwa korompi, utaona kisha Mnyarwanda, nishabambia Mnyarwanda atakimbia ye mwenyewe. Juu tutatia sheria tutaweka sheria ya nguvu. Unaona? Sheria tutaweka mule muma poste régalier, barazitaka mu Kifaransa les postes régaliens. Zile maposte régalier tutaweka sheria, mtoto mwenye wowote alizaliwaza hana baba na mama hawezi kupata zile poste régalier. Na kutete ya nchi mwenye hakuzaliwa na baba na mama ni Mkongomani hawezi kukuwa president. Tutatia masheria za nguvu, na mgeni wowote mgeni akiingia akitaka kuikala kwetu anafaa awe nalipa serikali. Na nishaka bambia Mutusi tukimupatia carte pour étranger tunamutilia sheria awe nalipa kumwezi $200 atakimbia bila risasi. Nishaka bambia hapo atakimbia bila risasi, na kisha kimbia ndio taona kisi nchi itafikia na kuwa na amani. Nchi itakuwa na amani. Ndio niko nawaonyesha ndugu yangu, hii politike yenye tuko tunasema hapa WhatsApp ya nani ya Bwana Rajab iwe nafika mahali pote Mkongo, bao wanasikia na hizi mavoice tuko tunatumana, bao wanasikia. Sisi tuko Marekani, na sisi tuko Marekani tunajua Marekani inatumikaga namna gani. Unaona? Tunajua Marekani ina mitego gani. Unajua hiyo kwenda kusaini mamikataba na jua maminere au kulomba aide militaire ni mtego mwaka bambi. Chilombo akifanya hivyo atakuwa hajui siasa, atakuwa hajui politiki, na batamuvizia tu mpaka batamtoa. Unaona? Hawezi kwenda kulomba wajeshi, msaada wa wajeshi Marekani, na nchi haiyakombolewa na wazalendo wenyewe wene nayo. Kwa kwanza mzalendo haikomboe, kama tutatiemo ba Afrika bangine wenyewe watakia kutusaidia itakuwa vizuri. Lakini kusema wende ulombe kijeshi Marekani AR-4
Naam, asante sana ndugu mtazamaji wa Baraka1 TV kokote ambako mko mnatusikiliza. Si tunatoa tu shukrani za dhati, shukrani za pekee kuona kwamba kila hatua ambayo tuko tunafanya tunakuwa pamoja. Yeah, we are very proud of you. We are very happy to be with you guys. So bila nyinyi sisi hatuwezi kuanga, na kama tupo tuna exist is because of you, because of everything that you're doing. Kwa hiyo ndugu zangu, ndio hivyo. Nchi hii inahitaji kila mmoja kuweza kusimamisha na kila mmoja kuweza kuleta mchango wake wa kimawazo, wa kifikra, ili tuone kwamba tunapiga hatua gani, tunaenda wapi, tunafanya nini na tunafikia katika hatua ipi. So rais anapochukua maamuzi, sababu katiba kwanza inampa rais mamlaka ya kuweza kufanya maamuzi ya kuangaje pei muma vitu mbalimbali. So ile kwanza iko kikatiba inafanyika hivyo, na pia kila mkongomani naye pia anapewa mamlaka kikatiba naye ya kuweza kufere eshek, ya kuweza kuharibu kundi la watu ama watu ambao wanataka kukamata mamlaka kinguvu ama kuleta insecurity mwinchi. Kwa hiyo kama kuna ule uwezo, unaweza pia kuzuia ile mambo isifanyike. So unakuta kwamba kila mtu Mkongo anapewa nafasi yake yenye anaweza kucheza juu ya kuweza kuleta stability ya kutosha ndani ya taifa hili. Na ndio maana mimi nasema kwamba Kongo ni taifa ambalo liko na watu wenye kuwa strong, watu wenye kuwa na akili na watu wenye kuweza kufanya mambo makubwa, lakini tatizo ni kwamba clientelism inakuwaga iko mingi kati yetu. Utakuta mtu iko na akili, ni msomi iko na akili, lakini ni fana wa mtu. Unaona, sasa ile usomi yake anaitumikisha mubufana, anakuwa sababu mbafu mwa hivi. Wewe tuseme hata kama Felix yuko pale, eske Felix ana makosa yake? Tuseme tu eske Felix ana makosa yuko nafanya? Yapo mengi. Lakini ukute mtu jutu ni fana tu wa UDPS, Fachibe. Haiko naona si kwamba mbo hapa Fachi anakosea, hapa Mario Fachi hapa pana. Angefanya hata hivi na hivi. Mimi hakuna ni Fachibe. Asibe ndo gisi ilikuwa vile vile, na ni wakati wa Kabila. Rais, jikaka. Nikwambia bajene ya PPRD ni mwe. Eski amko mmeona huu mandevu gisi kunafanya huu? Leo yani UDPS. Eski amko mnaona Fachi gisi kunafanya? Makosa ni mengi. Kwa hiyo tukue tunaambiana, wanasema kwamba Uwela aitawa uwa. Ndo adaje Shinwa inasema hivi. Shingu shinsha jinping chunju. Uwela aitawa uwa. Raja huyo ni Kishinwa, ni vitu gani? Kishinwa hiyo. Unaona? Hii ni Kishinwa. Sasa mwenye anakuambia anashinda mwenye anakupa. Mara mingi inakuwa iko ni hivyo. Ni watu wanashindwa kuelewa sasa ni kitu gani kenye ninafanya juu ya kusaidia taifa. Ile bufana ikishakuwa mingi ndio inatuwaga. Bufana mingi mpaka tunaonekana tuko ridicule. Inaturudisha nyuma sana. Unaona? Ndio mimi napendaga zangu wa Marekani na watu wengine. Rais wa chama anaweza kuondolewa madarakani na wanachama baada ya kumpa dhamana, lakini tulikwambia ufanye hivi, imewafanya hivi, lakini si ukweli. Unakuwa ni bufana buko mingi. Hata rais iko incompetent, unakuta watu wanampigia makofi. Hata rais akijamba watu wanasema harufu yako nzuri kabisa. Donc inakuwa ni mambo yanakuwa ni shaka na bagara. Kwa hiyo ndugu zangu, ndio hivyo. Kwa hiyo tumeweza kuyasikiza, yatakwenda kutujenga na kutuimarisha zaidi na zaidi, ili tuwe watu wenye kuwa na maamuzi sahihi. Kwamba mtu akifanya jambo sahihi tunasema uko sawa, na mtu akienda vibaya tunaambia bwana umekosea, au utaenda hivyo hapana. Tutembee hivi, tulisema tutatembea hivi, mbona unatembea hivi? So ile inakuwa ni jambo la maana sana, na litaimarisha taifa letu, na kesho yake Kongo itakuwa nguvu kuliko nchi zingine. Sisi tunastahili kuwa nguvu kuliko nchi zingine zote za Afrika, sababu tuko na kila kitu. Ndio mu Afrika ifo tuko tunahesabia Kongo, South Africa, Egypte na nchi gani? Nigeria. Sawa? Hizi nchi 4
na 5 tuongeze Maroc. Ndio nchi ambazo zinatakiwa Mwafrika zikuwe zinahesabika nchi zenye ziko nguvu, power, ziko na ekonomia ya nguvu. Donc nchi ambazo ziko na kila kitu, ziko na impose Afrika, hizi nchi 5. Ya kwanza Kongo ndio iko mbele. Kisha inakuja South Africa, kisha inakuja ni Egypt, kisha inakuja Nigeria, kisha inakuja nini? Maroc. Nchi mwingine wote wa kidogo kidogo wa chini chini wote mimi na butaka bupei mkia wote. Leo tuko na fair fast na kanchi vile Rwanda. Kanchi sasa Rwanda ndio kiko kanatutia pressure hivi. So kama ni mambo ya ajabu sana. Mambo ya ajabu sana wakati si hatutakiwi kulilia kwa nchi kama haka. Haka ni kanchi kakupiga tu konzi ko. Nadhani niko hivi ko basi. So ndio hivyo ndugu zangu, hayo ndio tulikuwa niko nayo kwa siku hii ya leo. Tukutane majira ya saa 12 ambapo tutakwenda kusikia mitazamo yenu. Mitazamo yenye kujenga, mitazamo yenye tija, inasaidia sana kuweza kufanya taifa letu lizidi kusonga mbele. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga, tukutane saa 12.